Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Onelisho wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, upendo wa wachungaji wa jimbo pamoja na wakili wa jimbo na wachungaji wote ambao mpo, upendo wa bodi ya BCC, viongozi wa serikali ambao wapo, upendo wa wazazi wa vijana wetu ambao wanahudumiwa na BCC, watumishi wote wa BCC, wageni wote walioalikwa, mabibi na bwana, itifaki inazingatiwa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Mheshimiwa Baba Askofu, eneo hili ambalo kituo hiki kimejengwa, ambalo umetoka kulizindua hivi bure, lilinunuliwa na BCC kwa malengo ya kuanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo na ufugaji kwa vijana wenye ulemavu wa akili wanaohudumiwa na BCC, ambao baadhi yao ni hao ambao umeona wakiimba hapa. Eneo hili lina ukubwa wa eka 1.5 na limezungushwa ukuta lote kama ambavyo mnaliona, ili kuhakikisha usalama wa mali na watu wenye mahitaji maalum watakaotumika katika miradi iliyoanzishwa na itakayoanzishwa mahali hapa. Vijana hawa walipokelewa na BCC wakiwa chini ya umri wa miaka 14 na wachache juu ya miaka 15. Wamepita katika programu hii wakipata mazoezi ambayo ni therapia na huduma nyingine za afya, lakini pia kujifunza kazi mbalimbali za uzalishaji mali kama sehemu ya utengamao, yaani rehabilitation. Hapa watafanya kazi za kutumia ujuzi na uzoefu walioupata kuzalisha mali kwa ajili ya uendelevu wa huduma. Ni furaha iliyo kubwa kwamba tunakusanyika hapa leo katika tukio hili. Hatuzindui tu jengo na miradi hii, bali tunazindua matumaini, utu na mustakabali mpya kwa vijana wenye ulemavu wa akili. Mheshimiwa Askofu, tunataka jamii ifahamu hivi kwamba tunavunja dhana kwamba ulemavu ni kizuizi cha kushiriki katika uzalishaji mali. Kuna wakati mwingine kuna hizo fikra katika jamii kwamba hawa wataweza kufanya nini, na tunataka tuondoe dhana hiyo kwa kuweka katika shughuli hizi zitakazofanyika mahali hapa. Miradi ambayo inaanzishwa katika kituo hiki na mafunzo, kituo hichi kitawasaidia vijana kuendeleza ujuzi wao kama nilivyosema katika kazi za vitendo. Kupitia miradi, vijana hao watashiriki katika kilimo cha mboga mboga humu ndani, watafanya shughuli za ufugaji wa kuku, na tayari kuna banda dogo liko hapa mtaliona baadaye, na hata sehemu ndogo ya bustani ambayo wameshaanza mtaiona, na watafanya pia ufugaji wa nguruwe, kwa kuna mradi wa nguruwe ambao uko hapa tayari wameshaanza, na pamoja na huduma za mashine ambayo tayari Mheshimiwa Askofu amefungua pale mwanzo kama sehemu ya kufungua miradi hii iliyoko hapa. Aidha, mahali hapa tulipokaa ni nyumba au ni nyumbani kwa vijana wetu hawa na mlezi wao, yaani patakuwa ni group home. Watakaa hapa kundi la vijana wasiopungua 6 ambao watafanya kazi hizi pamoja na mlezi wao katika eneo hili. Mheshimiwa Askofu, kwa jengo hili ambalo tutakwenda kuliweka wakfu hivi punde, jumla ya milioni 60 zilitumika kulijenga. Shukrani. Mafanikio haya ni matokeo ya umoja na upendo kutoka kwa watu waliojitolea kwa dhati, watu mbalimbali. Hatutaacha kumkumbuka ndugu yetu Tim Kochaski kutoka Mosaic, na tulitazamia kwamba tungekuwa nao, lakini kwa sababu mahalumu ambazo zimekuwepo toka mwaka jana za usalama wa kuweza kuja, kwa hivyo walituruhusu tuendelee na kazi hizi za uzinduzi ili program ziendelee, na sisi tutakuwa tukiwapa taarifa ya mambo yote ambayo yameendelea hapa. Amekuwa mshiriki mkubwa na mdau mkubwa katika kusaidia ufadhili wa eneo hili kuendelezwa. Ufadhili wao ndio niseme mchango mkubwa sana. Lakini pia tunashukuru sana bodi ya BCC. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwa mwenyekiti wa bodi hiyo, tumekuwa tukishirikiana katika mengi, tumepokea ushauri mwingi katika kazi zote za BCC, zikiwemo kazi ya kuendeleza eneo hili. Tunashukuru sana kamati, iko kamati maalum ambayo imeongozwa na mwenyekiti Mchungaji James Nkia, ambao
walikuwa wakati wote wakishirikiana na management ya program ya BCC kuhakikisha kwamba eneo hili linaendelezwa na jengo hili linajengwa. Lakini pia tunapenda kupeleka shukrani kwa familia ya Bwana Frank na familia Frank ambaye amekaa hapa kwa namna ya kujitolea kuangalia eneo hili wakati wote kabla programu hii rasmi sasa haijaanza. Kwa alikuwepo hapa akitunza, na Frank yuko mahali, ni yule ambaye amewasha mashine pale nje na amekuwa akisaidia katika kuhakikisha ule mradi wa mashine unaanza. Majirani wanakuja kusaga kwa sasa kwenye eneo hili. Wito na ombi maalum ni katika ushirikiano na jamii. Mheshimiwa Askofu, naomba kutumia fursa hii kipekee kabisa kutoa wito na ombi kwa majirani zetu wa karibu. Na hapa ni omba ushirika wa shiri ambao wamekuja, na najua wako hapo wengi kabisa. Baraza la ushirika lipo hapa, nitambue uwepo wenu, na mchungaji kiongozi wa ushirika. Niombe Mheshimiwa Askofu kwamba tunawaomba sana ushirika wa shiri ambao ni wenyeji wetu katika eneo hili kuwa kituo hiki kipo ndani ya eneo lao kijiografia, na tunaomba basi wao wawe walezi na waangalizi wa karibu wa kituo hiki. Ninyi ndio macho na masikio yetu ya kwanza katika eneo hili. Mwe macho yanayotazama na kuona, na hata kushauri na kushiriki katika kuona kituo hiki kinaendelea kukua. Tushikiane kuwalinda na kuwategemeza vijana hawa wenye mahitaji maalum watakaohudumiwa hapa. Lakini pili ni shule za sekondari. Kuna shule ya watu, na niombe kutambua uwepo wa mwalimu kutoka shule ya watu. Karibu sana. Asante sana. Shule ya watu iko jirani hapa, na shule ya Shiri Matunda iko jirani pia upande wa pili. Sijui kama kuna mwakilishi amefika. Lakini hawa tunawaomba kama majirani zetu tushirikiane, na tunawakaribisha sana kutumia huduma zetu. Kama tunaona kuna mashine hapa ya kukoboa na kusaga. Tunajua kuna wanafunzi wanawahitaji vyakula, na hivyo mboga zinalimwa huku ndani, kutakuwa na mifugo iliyoko hapa. Basi tunawakaribisha sana kutumia huduma zetu. Tunaomba mtumie mashine zetu hizi za kusaga na kukoboa, pamoja na kununua bidhaa za mboga na mifugo zitakazopatikana mahali hapa kituoni. Kufanya hivyo kwa kituo hiki sio tu kupata huduma bora, bali ni kuchangia moja kwa moja katika uendelevu wa maisha ya vijana wenye ulemavu wa akili wanaohudumiwa na BCC. Kila shilingi mtakaolipa hapa inawekwa katika huduma kwa watoto hawa, kununua dawa, vyakula na vifaa tiba vya mafunzo kwa vijana zaidi ya 279 wanaohudumiwa na program ya BCC. Na tutapenda pia, tuna programu ya kuchangamana, ili kuchangamana. Tutapenda sana programu hizo tutakuwa tunazifanya kwa shule hizi kwa karibu. Tutashirikiana nanyi kuona namna gani vijana wale ambao hawana ulemavu na hao wenye ulemavu wanashirikiana, na kwa namna hiyo tunajenga jamii inayojali. Hitimisho. Tunawakaribisha wadau wote kuendelea kutuunga mkono katika safari hii ya kuwajengea uwezo vijana wenye ulemavu wa akili waweze kujitegemea na kuishi kwa heshima kama wanajamii wengine.